Tumza kuelekea mchezo wetu dhidi ya Tunisia, kwa maana ya Tanzania dhidi ya Tunisia. Mjadala mkubwa kwa sasa ni kiwango ambacho kimeonyeshwa na timu ya taifa ya Tanzania, kwa maana Taifa Stars, bila kupata ushindi wowote. Matumaini yamekuwa labda tutashinda, lakini hatujawahi kupata ushindi kwenye michuano ya AFCON. Sasa maswali kwamba labda hatuna wachezaji wenye ubora, shida ni makocha, ama nini ambacho tunapaswa kufanya? Wengine wanasema Taifa Stars ikipewa ahadi huwa haifanyi vizuri. Kama mdau wa michezo, tuanze, mimi na swali langu ni hilo. Labda kila mtu ana mawazo yake. Kila mtu anajiuliza, ungesema sisi tumefanyaje, sisi kichwa cha mwendo wazimu. Kwa upande wako shida ni nini hasa unavyodhani ama unavyotazama? Tuanze hapo. Kwanza Rashid, niseme na kitu kimoja tu. Taifa hili lina watu zaidi ya milioni 60. Sitegemei na wala sifikiri taifa lenye watu wengi alafu mawazo yakaenda yakafanana. Kimsingi kila mmoja anaamini kwamba Taifa Stars haijafanya vizuri katika mashindano ya AFCON. Na ni kweli, lazima nikiri, umesema hatujawahi kupata matokeo hususan katika hatua hizi kama ambavyo tulizofika. Hiyo ni kweli, hakuna mtu ambaye anaweza kulikataa katika hilo. Lakini kitu ambacho nachotaka kusema, lazima tuishi katika imani. Leo hii tumebakiza mechi moja dhidi ya Tunisia. Ni mechi ngumu sana. Na tunakwenda kucheza na taifa ambalo kwenye football moja katika mataifa ambayo yanafanya vizuri. Kikubwa tuendelee kuombea timu yetu, tuombee vijana wetu, wende wakapambane jasho na damu ili kuhakikisha kwamba tunapata matokeo katika hiyo mechi. Na naamini kwamba chini ya jua hakuna jambo ambalo lisilowezekana. Lakini Rashidi, ukiuliza tatizo ni nini? Tunashindwa kupata mafanikio kwenye national team. Tukiamua kutoa mlolongo na kuleta majibu, maana yake inawezekana kwamba tukakesha. Lakini mimi nijuavyo niseme, taifa hili linasogea kwenye football, kwa maana linakwenda mbele, sio kwamba linarudi nyuma. Leo hii akina Rashidi mnashuhudia mara 2 mara 3 timu inafika katika hatua za AFCON makundi. Lakini amini Mungu, uko nyuma kuna watu hawajawahi kushuhudia kuiona national team inafika katika hizo hatua. Na ndio maana leo ukiangalia historia, kwa mara ya kwanza 1982 wakati huo kinatenga ndio walifikisha hatua hii ambayo tunafanyaje tuliofika. Ukiachia 1982 leo unakuja 23 24 ndio tunakuja kutengeneza historia nyingine kufika katika hizo hatua. Leo hii yako mambo mengi sana yanaongelewa. Leo nilikuwa napita mitandaoni, watu wengine wanasema wenzetu Komoro wamefanikiwa kwa sababu wametengeneza system ya uraia pacha. Ziko nchi nyingi wametoa mifano. Lakini tunapokwenda kuangalia katika swala la uraia pacha, tusiangalie kona ndogo sana kwenye football. Lazima tuangalie pembe 4 za nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tutafika. Ila cha kufanya ili tufike, lazima turudi katika uasilia. Kwenye football hakuna shortcut, hakuna njia ya mkato Rashid. Ili tukitaka kufuata mafanikio, lazima tupite katika misingi ya football inayohitajika kupita ili tuweze kufika ambako Morocco hapo. Ili ukitaka kufika lazima uwe na vitu viwili. Kitu cha kwanza lazima uwe na academy ambao watoto ndio wanaweza kupata elimu iliyokuwa sahihi ya football, lakini kitu cha pili lazima utengeneze miundombinu. Hakuna shortcut kwa football. Leo hii nenda kaangalia wilaya ya Mkuranga kwetu mimi nilikozaliwa. Nenda kaangalia mkoa wa Pwani kwetu nilikozaliwa. Tuna viwanja vingapi vya football ambavyo vya kisasa, mtoto ambaye anaweza kupata matamanio na kutamani kwamba mimi leo nikafanya mazoezi. Tutamlaumu kila mmoja, tutamlaumu kila mtu, lakini kuna muda lazima tukae kama taifa, turudi katika msingi sahihi ili kuliona taifa linapiga hatua. Nimpongeze sana Mheshimiwa Rais
misingi inaanza kutengenezwa sasa. Lakini nipeleke maombi kwa taifa hili. Leo kama tuliweza kutengeneza kila wilaya shule, tunashindwaje kutengeneza kila mkoa? Sikiza vizuri Rashidi, ukiuliza lazima mvumilivu. Kama tuliweza kutengeneza kila wilaya shule, kwa nini tushindwe kutengeneza kila mkoa academy au tutengeneze miundombinu ya mpira? Mwaka jana nilikwenda Zanzibar. Nimpongeze sana Rais Mwinyi wa Zanzibar. Programu yake kila wilaya, na ameshaanza kuhakikisha kwamba kuna kuwa na uwanja wa kisasa ambao vijana wanapata muda wa kwenda kufanya nini? Leo hawa wachezaji wetu kweli lazima tuseme, hawa wachezaji wetu walikuwa kwenye national team wote, 20% ndio waliopita kwenye misingi ya soka sahihi. Yako mengi tunapaswa kuyazungumza, lakini mbele lilokuwa kubwa yetu hivi sasa kuiombea timu, kuhakikisha kwamba tunaweza kupata matokeo dhidi ya Tunisia na tukatengeneza mazingira mazuri ya kuendelea mbele zaidi. Kwa hiyo kwenye swali la kwamba basi hatuna wachezaji bora wenye uwezo wa kushindana kwenye haya mashindano, kwa upande wake hilo ni kweli? Siwezi kubaliana na wewe ukasema hatuna, kwa sababu hatua tuliofika leo tuko hatua ya makundi, sio kwa kupigiwa kula, kwa kupambana. Rashid, Afrika kuna nchi 54 ni wanachama wa shirikisho la soka barani Afrika kwa maana ya kafu. Kila taifa Rashid unaolijua wewe ambao ndio mwanachama wa kafu liliingia kwenye mashindano haya, lilipambana, lakini mwisho wa siku nafikiri timu 16 ndio zofaulu. Tanzania tumo. Unasemaje hatuna wachezaji? Sawa, umesema muda wako pia ni mchache, hatutakwenda sana. Miguel Gamondi ndiye kocha mkuu wa Taifa Stars. Kwa upande wako, kutoka alivyokuwa Ahmed Suleiman Morocco, sasa ni Miguel Gamondi, mabadiliko yapi umeona na ubora wake mkubwa? Kwanza siwezi kusema kwamba kuna mabadiliko makubwa kwa Gamondi. Yes. Kutoka kwa Morocco. Nikisema kuna mabadiliko makubwa, maana yake hatua hii tushafika na kina Ahmed Morocco hawa. Na wewe umesema, sio mimi Rashid, unaponiuliza mimi kwa makini, wewe mwenyewe umesema kwamba hatujawahi kupata matokeo kwenye historia katika hatua kama hizi. Maana yake alivyokuwa Morocco aliishia hapa, tulipokuwa Gamondi tulikuwa hapa. Ili Gamondi tuone kwamba ameleta tofauti, aende akapambane na mechi ya Tunisia tuweze kushinda, tuende kwenye hatua nyingine, ndio tofauti tutakaoona. Hilo linatosha. Tuje Mike Rashid huko. Bado. Tosha nini? Wewe tulia. Usijie kupima bahari kwa ujiti. Utazama Rashid. Mimi naamini nilichokuwa nakifikiria, lazima tusimame kwenye msimamo ili kuhakikisha kwamba taifa linafanya vizuri. 2027 taifa hili linakwenda kuandaa mashindano ya AFCON, si ndio? Mwakani. Nilichokuwa mimi nakiamini, kile ambacho kilichokuwa kinatengenezwa na Ahmed, ambaye ndio mlisi ambaye aliondoka Ahmed kumwachia nani? Gamondi. Gamondi naye apite kwenye zile njia. Lazima tutengeneze vijana ambao tunaamini 20 na 27 watakwenda kulipambania taifa kwenye mashindano ya AFCON, ambao wakatafutwa kutoka nje ya hawa waliopo au hawa watengenezwe vizuri. Ni kazi ya mwalimu Gamondi, kwa sababu amekabidhiwa na taifa ili kuona namna ambavyo tunakwenda kufanikiwa. Lakini mimi naamini kwamba vijana tunao. Leo hii iko familia ya kina Baraka. Baraka the Prince. Baraka yule vijana ambaye kina Baraka walitari kwa vijana wanacheza mpira. Wanaye kaka yao. Baraka Sefu. Wanaye kaka yao ana umri wa miaka 18. Majuzi nilikuwa namwangalia anacheza ligi ya 3 Spain. Miaka 18. Maana yake ukimtumia na kumpa uzoefu 20-27, huyu anakwenda na miaka 20-21. Anakuwa jasiri ya kwenda kulipambania taifa. Huyo kijana ninayezungumzia ndio vijana wachache waliopita katika misingi ya football. Nimalizie kusema tu, mtoto ukizaliwa anakuwa mdogo unalia ng'aa. Huna akili sawa sawa, lakini Mungu anakupa ufahamu wa kumfahamu huyu mama yako, na Mungu anaendelea kukupa mfahamu huyu baba yako. Lakini anayetengeneza mazingira kumfahamu huyu mama yako ni Mungu, na anayetengeneza mazingira kumfahamu mama yako huyu baba yako huyu ni mama yako.
Sikiza lugha hiyo. Mimi kabla sijaondoka. Njoo Rashid, tulia. Mbona haraka? Wewe umepiga simu Kisugu nataka nije? Si umekuja? Haraka za nini? Kama una haraka funga mic nenda, Rashid. Wewe ukitaka kuja kuzungumza na mwamba lazima tulia, acha pressure. Tuzungumze, tupite kwenye mistari watu watusikie. Rashid, tumeanza mwaka vizuri, tumalize mwaka vizuri, usinitibue. Nimesema anayekujulisha mtu huyu ni mama yako ni Mungu. Lakini anayekujulisha huyu ni baba yako ni mama. Watanzania hivi sasa mwalimu wetu Gamondi tuendelee kumuunga mkono. Kuna upendeleo kwenye uteuzi wa wachezaji ambao wanaanza kwenye kikosi cha kwanza cha Taifa Stars, kwa maana ya kwamba kocha anaangalia baadhi ya wachezaji wa timu fulani fulani. Hakuna upendeleo, yeye ndo amepewa dhamana kuliongoza taifa, kikubwa ni kumpa support katika hili. Wanasema maoni huwa yapuuzwi, lakini ukisoma kwenye comment huko unaona kuna watu wanalalamika kwamba Gamondi ni kama Rashid, nimesema maoni lazima yawepo. Anachagua wachezaji. Haiwezekani taifa kama hili watu wakose kutoa nini? Maoni. Na maoni ni maumbile ambayo kwa wanadamu yameumbwa. Haya kuanzia leo. Labda swali la huyu bwana ambaye nimeona ngoja Rashid. Maoni ya kuanzia leo. Maoni alipozaliwa Nabii Musa alayhi salatu wasalam, maoni ya Firauni ni kumchinja. Mkewe akamwambia maoni hapana, huyu usimchinje. Kiumbe gani kinachopatikana kutoka baharini hasa kwenye sanduku? Wewe unajua sanduku? Sio la kuzikia, Rashid. Rashid, maoni yapo. Watu lazima watoe maoni, watu lazima wazungumze. Lakini mwisho wa siku aliyepewa dhamana ndio anafanyaje? Mama, mbona uko kimya? Una swali? Ninayo. Sasa mimi naomba nimalizie na swali la huyu bwana ambaye bila kumpuuza nataka uangalie hoja yake iko wapi au hana hoja. Kwa maana kwamba anasema kwa nini wachezaji wa Simba hawachezi kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania? Niseme tu Zambia ya ubaguzi hajawahi kumwacha mtu salama. Mwisho wa siku Rashidi, hujawahi kuniuliza maswali yote nikajibu. Hili swali lako gumu sana, niseme no comment. Lakini mimi naamini kwamba Gamondi ndio mtu ambaye amepewa dhamana. Unajisikiaje kuona wachezaji wa Simba wanakaa bench kwenye timu ya taifa? Akina Kagoma. Namna ambavyo hakuna kujisikia. Kina Morris Abraham. Sisi imepangwa mimi kwenda kusupport tu katika hilo kwa sababu mimi ni Mtanzania. Maoni ya watu, kwa nini Kibodeni hajacheza? Maoni ya watu, kwa nini Kagoma hajacheza? Wana haki ya kuzungumza hicho ambacho wanafanyaje? Wanachokizungumza. Kuna haki ya kuzungumza na kuna haki ya kutenda. Kwenye hoja ana hoja hana. Ni mtazamo wake. Yeye mwenyewe ndo atajua kama ana hoja au hana. Mimi sikumjibia katika. Yaani kwa wewe sasa hapa kwenye kujibu. Mimi ni Mtanzania. Mimi kazi yangu kubwa ni kuisupport timu ya taifa ya Tanzania. Aniyepewa dhamana yeye akaona kwamba leo anastahili Kisugu akae golini, basi mimi nitamsupport ili kuna namna ambavyo taifa langu linapata matokeo. Rashid, msitengeneze dhambi ya ubaguzi kwa timu. Udada ana swali, mimi swali langu ngoja nimalizie hili hapa. Kila mtu ana mahesabu yake kwa hapa tulipofikia. Tumebakiza mchezo dhidi ya Tunisia. Tumecheza na Nigeria, tumecheza na Uganda. Kwanza kwa ufupi kabla hujajibu swali langu. Uganda na wenyewe wanatusumbua, ina maana wanatuzidi uwezo. Mpaka Uganda. Ngoja Rashid nikwambie. Walipata matokeo dhidi yetu. Tulitarajia tutashinda. Ndio matarajio ya mwanadamu yote yalivyo. Hata wao Uganda walitarajia kwamba watashinda. This is football. Mpaka Uganda. Sawa. Moja mataifa bora katika kabisa na historia nzuri kwenye mashindano haya AFCON Uganda. Uganda na historia kwa football. Koni sahihi. Yes. Football anacheza vizuri ndio anapata nini? Matokeo. Kila mmoja amekwenda kupambana, kila mmoja alikuwa anatamani kuona kupata point 3, lakini mwisho wa siku pitch imekwenda kuamua, sisi point 1 tumepata, Uganda wamepata point 1. This is football. Sawa, nilikuwa namalizia mimi swali langu kabla udada hajaja kuuliza. Kwenye hizi hesabu za tuki waki, mimi nataka kwa heshima ya watazamaji wako. Mpaka sasa hesabu zetu sisi zikoje? Ili anayekutazama pale na yeye anasema kikubwa kabla hesabu ni kusimama kwenye dua kuiombea timu yetu ya taifa ya Tanzania kwenda kupambana na Tunisia na kuweza kupata matokeo. Tunakuja kwenye hesabu sasa. Kwanza tupate matokeo, baadaye ndio tutakuja kwenye hesabu Rashid. Za tuki waki. Nasema kwanza tupate matokeo. Lakini mimi naamini juzi baada ile mechi kuisha, bahati nzuri nilipata nafasi ya kuongea na wachezaji wa timu ya taifa ya Tanzania.
watakwenda kupambana kwenye jasho na damu. Inshallah watakwenda kupata nini? Matokeo. Kwa Tunisia. Yes. This is football, inawezekana kwenye mpira. Kwa hiyo kwa hesabu zako ni kwamba tukipata ushindi dhidi ya Tunisia tunakuwa na pointi 4, tunakwenda kuangalia msimamo wa kundi unasemaje. Wakati huo dua zetu zinakuwa ziko labda hatuna dua tunajiombea sisi wenyewe kuona namna ambavyo tunapata matokeo dhidi ya nani? Ya Tunisia. Rashidi, usitake kulazimisha unakitaka wewe kiwe. Rashidi, ujue unaongea na nani. Usiulize maswali yako ya mtego, siwezi kunasa, mimi ni mtu mzima. Educated kuongea na vyombo vya habari, najua unachokitaka huwezi kukipata. Kikubwa niseme tu Rashidi, tunaiombea timu yetu kwenda kupata matokeo dhidi ya nani? Ya Tunisia. Tutakapopata matokeo, mwisho wa siku tutarudi kwenda kuangalia msimamo wa nini? Msimamo wa kundi. Ndio tunasema labda huku tukiomba mabaya mechi ya Nigeria na Uganda. Wewe omba mabaya, mimi naomba mazuri, timu ya taifa ya Tanzania iweze kupata matokeo. Sawa, labda tumalize Samikoi Kisugu. Kabla ya kumaliza, Rashidi, usio dikteta. Dada na maswali yake hapa. Tuhame huko, turudi ligi kuu. Yes. Jana mmeibuka na ushindi wa goli 2 dhidi ya mpinzani wenu Young Africans. Na mapema tarehe 21 mkaibuka tena na ushindi wa goli 2 dhidi ya influencers wa Yanga. Pengine mnaona kama kuna mwanga unawajia huko mbeleni ligi kirejea? Kwanza nikupongeze sana dada yangu kwa swali zuri na nimefurahi sana. Na naamini swali lako uliouliza na kutanguliza maneno kusema jana mmepata ushindi, kuna baadhi ya watu wanaumia na ndio maana hakutaka kuyasikia hayo maneno. Mimi nitawaambia watu. Kwanza niwapongeze Simba Queens, wamekwenda kupambana kwenye jasho na damu. Niwapongeze technical bench chini ya Musa Hassan Mgosi, nimekwenda kupata matokeo zidi ya Dar es Salaam Africans. Leo kwa nini nasema zidi ya Dar es Salaam Africans? Huwa naamini kwenye maisha yangu nyoka hana mtoto. Na yule nyoka mdogo. Nyoka hana mtoto kwa sababu unaposema huyu mtoto wa nyoka ukimdharau hawezi kukudhuru. Nyoka ni nyoka. Na ndio maana sisi sasa hivi system yetu kila tunapokwenda kukutana Dar es Salaam Africans tunakupiga. Walikuja kwa mashabiki wakatubipu tukapiga. Wamekwenda kwa Simba Queens jana wamepigwa. Na tunaamini wakija wakubwa watapigwa. Hii yote ni jambo jema. Ni jambo zuri kwetu kuona namna ambavyo tunakwenda kupata matokeo dhidi ya mtani wetu. Haijawahi kutokea mechi ndogo. Mechi ambayo inahusishwa Simba na Dar es Salaam Africans. Juzi mmeshuhudia KMC pale. Mechi ya mashabiki kwa uchungu wa kufungwa. Mashabiki wa Dar es Salaam Africans ya kutoa timu. Iko historia ambayo unaweza kuitoa kwa mashabiki wa Simba hawajawahi kuwafunga mashabiki wa Dar es Salaam Africans. Kikubwa ni kuwapongeza. Kuona namna ambavyo wamekwenda kuipambania nembo na kupata matokeo mazuri. Lakini kikubwa ni waambie Simba Queens, bado wana safari ndefu. Waendelee kupambana ili kuhakikisha kwamba wanarejesha ubingwa wa wanawake katika mikono yao. Tunaamini kwamba kuna mechi ngumu mbele yao, lakini sisi kama mashabiki tutaendelea kuwasupport ili kuhakikisha kwamba wanapata nini? Wanapata matokeo. Nimemshukuru sana udada kanikumbusha, na kwa heshima na taazima tunakoelekea kwa sasa naona sio kuzuri. Kuna ule umoja wenu ambao mmeuanzisha Simba na Yanga ambao tunaona moto umewaka huko. Maneno yanakuwa mengi, wengine wanasema ndio ile albadiri ya Simba sasa hivi imekwisha anza kuzaa matunda yake yanaonekana. Lakini jana nimemuona Jimmy Kindoki, mimi huaga namfuatilia sana. Amemposti na bila hata kuacha kumtaja kwa sababu yeye kamwandika pale Nabii Meja. Hata wewe Kisugu umeenda kucomment pia. Nabii Meja kwamba si shabiki na wala hata kuwa Yanga hajawahi na wasitegemee kama yule mwana Yanga, lakini pia umoja ambao umeanzishwa kwamba ni umoja batili. Na wapo wanasema kwamba bora masuala ya Yanga yangefanyika na Yanga, Simba angefanyika na Simba kwa nyinyi ma-influencer. Lakini wewe ni mmoja wao, upo mle ndani kuna hiyo umoja wenu wa ma-influencer. Kwanza umenijibia. Mimi nimekuuliza swali. Kusema kwamba mimi nipo umenijibia. Lakini pili niseme ni umoja ambao uko released unatambulika kwa mujibu namna ambavyo mimi ninavyoona kwenye mitandao. Itakuwa si jambo jema kuingia ndani kabisa kwenda kuzungumzia umoja ambao ulofanyaje? Uliotengenezwa. Kikubwa nitafuteni msemaji wa umoja yupo GB64 anaweza kuyajibu haya. Labda wanasema hata kwa uchache kidogo. Nimesema yuko msemaji. Sina mamlaka kuingilia kwenye huo umoja na kwenda kuuzungumzia. Mkipita kwenye mitandao, umoja nimesema uko list. Umoja una msemaji wao. Nyinyi ndio mnatakiwa kwenda kumuuliza msemaji wa umoja kuhusu Jimmy Kindoki. Ila mimi nilicomment kwenye Jimmy Kindoki, nilimwambia mdogo wangu tulia. Inaonyesha kabisa kwamba hali si shwari.
Kwenye nini Rashid? Kwenye huo umoja wenu wa nyinyi ma influencer. Mpaka unamtuliza. Umoja una mwenyekiti, umoja una katibu, umoja una msemaji. Watafute viongozi wa umoja wanaweza kwenda kulizungumza hili. Ndio nikawa nasema hapo kwamba lakini inaonekana kama hali si shwari. Ili uwe mmoja katika moja wa wanachama lazima uwe mwanachama kwenye umoja. Mimi bado sijakuwa na sifa kuwa mwanachama kwenye umoja. Ndeni mkatafute msemaji wa umoja, viongozi wa umoja wapo. Mimi naamini kwamba utakuwa na majibu mazuri kuwajibia katika haya. Sawa, tumemalizia hapo. Kuna zile fedha ambazo mligawiwa pale KMC, milioni 20 upande wa Simba, milioni 20 upande wa Yanga. Upande wa Yanga tumeona kuna namna zimeleta kelele, lakini wewe ni mmoja kati ya waliopata mgao. Kwani ilikuwaje? Kwanza Rashid, unanisemea akatokea mwanadamu yoyote duniani akaja kutoa ushahidi wa wazi kwamba Kisugu alihusika kwenye mgao, nampa ofa kwamba hujapata mgao?